TV Studio inawaletea. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, awalan tumshukuru Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwa kutujalia tumekutana kwenye nyumba yake tukufu kwa malengo ya kuelimishana yanayofungamana na dini yetu ya Kiislamu. Thaniyan ni mshukuru Ustadh Anwar. Hii ni furaha kubwa sana kwa kipindi kirefu ambacho hatujakutana mimi na yeye, wakati tulipokuwa tukisoma kwenye madrasa ya Fathul Azim ya Sheikh Bahero hafidhahullahu ta'ala. Nimekuja kwenye msikiti hata alikuwa hatujui kwamba yeye ndiye msimamizi hapa, lakini walillahi alhamd tumekutana naye, ametukaribisha vizuri sana, na zaidi ni mwalimu wake ambaye ni mwalimu wangu vile vile. Sheikh Bahero amekuwa ni mwenye kufurahi kupita maelezo kwa kumuona al-akh ndiye aliyeshikilia hapa. Hii ni fakhri kwake yeye al-akh Anwar, na ni fakhri kubwa kwa Sheikh Bahero kwa kuwa kazi imefanyika na imeonekana kwa wote wawili, mwalimu pamoja na mwanafunzi. Allah wajaze kila la khair na awajalie amali hii iwe ni khalisan liwajhi Allahi alkarim, na atuingizie katika mizani ya hasanati yetu kesho siku ya Kiyama. Ndugu zangu katika iman, kulikuwa na maudhui hapa ambayo ilikuwa tuende nayo, lakini baada ya kutizama nyuso za wasikilizaji nikachagua maudhui ambayo itakuwa ni munasib zaidi na hali ambayo unayoiona. Maudhui yenyewe ni al-huquq al-islamia, haki za Kiislamu. Hii ndio maudhui ambayo tunataka tuizungumze kwa madakika machache haya. Anwar, nishaisanga sambili kasuluba. Tayeb, ndugu zangu katika imani, hakuna dini iliyokuja kuleta haki zaidi ya dini ya Kiislamu katika kila upande. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amehadithia na mtume katuhadithia namna unyonge ulivyokuwa ukifanywa huko nyuma, huko wakati wa ujahilia, haki hazitekelezwi inavyotakiwa. Mwenyezi Mungu akaziondosha hizi dhulma na huu unyonge uliokuwa zamani. Mifano ni mengi, lakini
tizama namna gani katika vitabu vya sheria na Qur'ani na Sunna dhulma zilivyokuwa ni nyingi. Watoto wa kiume wakiuawa, watoto wa kike wakiuawa bila ya sababu ambazo zinawafanya wao, na hakuna sababu kwanza, lakini kwa sababu tu ya ile jeuri na dhulma wakawa wanatekeleza mauaji kama haya. Mwenyezi Mungu akaondosha, akamtumiliza Mtume Muhammad, kila kitu kikawa pahali pake. Kwa hivyo hakuna dini yenye haki zaidi ya dini ya Kiislamu. Hata wale wanaozunguka na makamera, wakazunguka na mamaiki na wakatengeneza chama wakakiita haki za kibinadamu, ni story tu zile. Hakuna mwenye kuweka haki au aliyeweka haki za kibinadamu zaidi ya Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. Ni mwadilifu wa kuweka kila jambo pahali pake kwa uadilifu. Sasa hizi ni diaya tu kwamba sisi ni chama cha haki, cha kupigania haki za kibinadamu. Tusiwapokonye, tuseme wajaribu, lakini anayejua haki zaidi ni nani? Mwenyezi Mungu. Na haki hizi ukizitizama utaona pengine si haki, lakini ni haki kisheria na kiimani, ni haki. Kwa mfano, nani atakubali kuwa ni haki mwizi akikatwa mkono? Kiubinadamu utasema ni unyama. Au mwenye kuua na yeye akauawa mbele za watu wakaona, utasema Uislamu ni dini ya unyama kabisa bwana. Bwana ameshikwa pale ameiba, wamemkata mkono. Hawa watu hawajui haki za kibinadamu hawa watu. Lakini kumbe kwa Mwenyezi Mungu kisheria, kidini, ile ndiyo haki ya kukatwa mkono, ndiyo haki. Japo sisi kiudhahiri tutaona kuwa si nini, si haki. Ala kulli hal, hukuki ni nyingi katika dini yetu ya Kiislamu. Kuna haki ya Mwenyezi Mungu kwa waja wake, na kuna haki ya waja kwa Mola wao, kama alivyozungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa amempandisha Muadh katika kipando. Akamwambia Muadh, atadri ma haqqu Allahi ala al-ibadi wa ma haqqu al-ibadi ala Allahi? Wajua haki za Mungu kwa waja wake na haki za waja kwa Mola wao? Mtume akamweleza nani? Akamweleza Muadh. Kwa hivyo kuna haki ya Mwenyezi Mungu, kisha kuna haki ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kisha kuna haki ya wazazi wawili, kisha pana haki ya mke, kisha pana haki ya wafanyaji kazi, na pana haki na nyinginezo mpaka mwisho. Ni nyingi sana hukuku al-islamia, lakini kwenye kikao hichi tunataka kuzungumza haki moja tu. Kulingamana na sisi tulivyo, hiyo itakuwa ni nzuri sana na itatusaidia katika maisha yetu. Nayo ni haki ya mzazi kwa mtoto wake na haki ya mtoto kwa wazazi wake. Hili pengine baadhi yetu, sisemi sote, itakuwa ni mwanzo kusikia. Sisi tumezoea haki za wazazi. Tena Mwenyezi Mungu asema wabilwalidaini ihsana. Aya hii hata sio soma pia ijua. Madamu ni mzazi utaihifadhi aya. Nisikize mimi ni babako, kama ni mama mwambie mwana nisikize mimi ni mamako. Mwenyezi Mungu amekwambia wabilwalidaini
ihsana, wazazi wawili uwafanyie wema. Naam, kweli wazazi wawili wafanyie wema, lakini kuna na kinyume, kuna na haki za mtoto kwa wazazi wake. Mupo? Usishike ukanda mmoja tu kwa wendrao tu. Hawana heshima watoto siku hizi tuendrao. Ukisha kumaliza huko, lazima uangalie na upande wa pili. Huyu kama mtoto wangu ana haki gani kwangu wewe baba? Huyu kama binti yangu ana haki gani kwangu mimi kama baba au mama? Lazima tuzungumze pande zote mbili, tusizungumze upande mmoja. Tayeb, hili la mzazi sitaki kulisema sana, kulirefusha kwa sababu limezoeleka. Hata yote hapo tukimwambia njoo kaa tuelezee ubora wa wazazi na kuwaheshimu, hata kama hatoi hadithi, ataeleza kulingamana tu na fahamu wake na namna alivyosikiza darasa, atatoa aya, wazazi ni hivi ni hivi ni hivi. Tumefahamiana Waislamu. Lakini tuende kwenye aya moja na hadithi moja au mbili, tuangalie haki za mzazi, kisha tukimaliza tuje kwenye haki za watoto kwa wazazi wao. Mwenyezi Mungu asema وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Qadha hakama wa wassa. Sheikh wetu Bahero apenda sana kutafsiri aya hii kwa hii lugha. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, ilikuwa akituambia qadha bimaana wassa wa hakama. Mwenyezi Mungu ashapitisha, ashausia, ashahukumu ya kwamba alla ta'budu illa iyahu, asiabudiwe isipokuwa yeye, wa bil walidaini ihsana, na wazazi wawili kufanywa wema. Hii aya ni dalili tosha ya kuonyesha ubora wa wazazi. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu qarana haqqahu bihaqqihima, ameshikanisha haki yake ya kuabudiwa na haki ya wazazi wawili kufanyiwa wema. Kwenye sura Luqman akasema anishkur li wa liwalidayka, nishukuru mimi na wazazi wako wawili. Pia hapa akashikanisha shukrani za kushukuriwa yeye na kushukuriwa nani? Kushukuriwa wazazi wawili. Ni aya ambayo iko wazi, haitaki maelezo mengi ambayo pengine itatupeleka mbali. Shika kwamba mzazi atakiwa afanyiwe wema. Imma yablughanna indaka alkibar, kisha Mungu aelezea mbele yako kusema imma mmoja wao akafikia kwenye uzee, ahaduhuma au kilahuma, mmoja wao ama wote wawili wakafikia kwenye uzee, fala taqul lahuma uffin, usiwaambie neno uffin, yani ile kuguna ile mzee naye, usiwaambie hivyo kabisa. Angalia kwenye vitabu vya tafsiri wanasema mbona Mungu ataje uffin? Kuna kutukana, ina maana kutukana yamfaa kumtukana babako, kumpiga babako, kwa sababu Mungu hakutaja kutukana wala kupiga. Ametuambia wala taqul lahuma uffin, usiwaambie wao neno uffin. Ina maana hiyo? La, haina maana kwamba wafaa kumtukana babako au mamako au kumpiga, bali haifai kabisa. Dalili wanasema nazona tafsiri, alipotaja kosa la mwisho kabisa ambao ni kusema uffin, ikiwa limekatazwa la chini, ina maana la juu ya ufi mimbabi aula, juu yake ni aula zaidi. Nikikukataza jambo ambalo ni chini kabisa, usifanye hivi, ina maana lilioko juu ya hapo ni makatazo zaidi. Sasa usimwambie usiseme vipi itakuwa wafaa kumpiga? Ikiwa kuguna haifai, kumpiga ni mimbabi aula. Idhan fala taqul lahuma uffin
wala tanharhuma, siwakaripie. Waqul lahuma qawlan karima wakhfidh lahuma janaha dhulli min arrahma waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Waombe dua wazazi wako wawili, waombe dua. Na wazazi hawa wana siri kubwa sana katika maisha yao. Wazazi wanapitia misukosuko katika kutulelea mpaka hapa tulipofika, na bado ikawa ni mtu mzima, bado ana hamu na wewe na ana wasiwasi na wewe. Sasa hakikisha umetengeneza CV. Umetengeneza nini? CV yako na wazazi wako iwe ni nzuri, isiharibike. Kwa sababu kiharibika tu khalas, utaharibikiwa na kuharibikiwa zaidi. Na tumewaona watu ambao wameharibikiwa CV zao, basi ukimuuliza maswali mawili matatu akawa ashakupa majibu. Yeye miaka yote utafuta sababu ya kuharibikiwa, kumbe sababu ni mzazi wake. Vipi wewe na Mola wako, faili yenu ikoje? Faili yako wewe, faili yako kwa Mola wako ikoje? Ibada zako kiangalia aone iko sawa. Tayib. Faili yako wewe na wazazi wako ikoje? Mtu akwambia wallahi ustadhi, eneja kudanganye, mimi na Buda picha haziendi. Tena yosema mwenyewe kabisa, mimi na mzee picha haziendi. Sasa ikiwa wewe na babako au mamako mzazi ushatuambia picha haziendi, wataka nini tena? Ni uregee ukaombe msamaha na urekebishe, uwatii wazazi wako, ndio hali irudi kama wida. Bila hivyo picha hazitoenda mpaka kiama kitasimama, haziendi kabisa. Kwa hivyo tuweni na hadhari na nukta kama hii. Katika munasaba huu nakumbuka kisa kimoja ambacho kinaonesha wakati unapokuwa na muamala mzuri na mzazi wako, wazazi wanadua na dua ya mzazi ni zenye kukubaliwa juu ya mtoto wake. Bwana mmoja alitaka kumjua, chikisa nataka nikitazame kama kimesii au ni vipi, kwa sababu tumefundishwa na walimu wetu. Kwa hivyo nakitaja, sikitaji kwa njia kwamba ni uhakika kabisa kiko, la, nataja kwa njia tu ya kukurubisha maana, na tutazidi kukitizama. Bwana mmoja ataka kumjua rafiki yake wa peponi. Mwenyezi Mungu akamwambia, la, Nabii Musa ataka kumjua rafiki yake wa peponi. Mwenyezi Mungu akamwambia, simama barabara fulani utamuona rafiki wako wa peponi. Akisimama Nabii Musa akaona pengine kutapita mtu mzima mcha Mungu, mara ghafla amepita kijana tu kawaida tu. Alipopita yule kijana, Nabii Musa kamfuata, mara ghafla kamaona ameingia kwenye kijumba hivi kama cha Masai vile. Basi moja kwa moja Nabii Musa akamtizama na yafanya yule kijana kitahamaki. Amona yule kijana yuko ndani pale, ana kijutu kizima kizere, akiinua akikipauji, akikifutafuta mwili, akikibadilisha nguo pale. Bas alipotoka kijana, Nabii Musa akamuuliza, ni nani yule? Amwambia, yule ni mamangu mzazi. Mamako mzazi? Mashaallah. Mamako mzazi yukuombea dua wakati unapomfanyia yale huu mamako mzazi, kuna dua yoyote yukuombea? Kijana mwambia, naam iko, yuanombea sana, dua moja tu ndio yuikariri. Ipi? Amwambia, mamangu kila nikimmalizia amwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma, ewe Mola wangu, mjalie mtoto wangu huyo awe rafiki ya Musa peponi.
awe rafiki ya Musa wapi? Peponi. Nabii Musa amwambia abshir, kuwa na bishara, hakika mimi ndiye Musa na mimi ndio rafiki yako wa peponi. Wanao desturi hiyo wazazi, lakini mpaka CV na zile tunazosema wenyewe watu wa kimaskani, mpaka picha ziwe zaenda. Picha kuenda ni kwamba wakati amemaliza kuswali akizungumza maisha ya nyumbani kwake, akifikia kwenye stage akutaje kwa jina, sasa akuzungumza kwenye roho yake, iwe hiyo kutaja kwa vizuri. Amekaa mwenyewe pale ashamaliza tasbihi zake, tazama maisha vile yalivyo, ajiombea yeye umri na amali njema na kifo kizuri. Mungu anihifadhie watoto wangu, maskini naye Maryam naye Mungu ampe mume wa kheri, anisaidia maskini, atainuka usubuhi atafanya hivi, na somo naye Mungu amjaze kheri, yeye ndiye anayetuangalia hapa, mara shatuletea hii, Mungu amfungulie na mpe utulivu, aenda mbio, mara yuko Mpeketoni, mara amekwenda Gariseni maskini. Ona zile dua wakati yuwazitaja na wewe uko hali hiyo kwa mamako, wallahi wewe minal faizina. Lakini akifika kwako amewataja wale, kisha akifika kwako na wallahi mtoto amenitoa roho yangu kwa Mungu, tena hanisikizi kama juzi amekwenda tasijui ataka Mungu ampela kumpa huko aliko, na sisi tusone. Ndugu yangu, umeumia kwa sababu tayari hapo huwa hizo ni dua zimekwenda mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman, hii ni aya katika suratul Isra. Tuje kwenye hadithi. Mtume aliulizwa na sahaba, hadithi maarufu, ndio nikasema haki za wazazi kwa watoto, hakuna hadithi utakaotaja wala aya ikawa haijulikani. Ile hadithi akaulizwa, man ahaqqu nasi bihusni sahabati, nani anayestahiki zaidi mimi kumfanyia wema na kuwa karibu naye na kuwa rafiki yake? Tumefahamiana? Mtume akajibu, ummuka, nani? Mamako. Thumma man, kisha nani? Mwambia ummuka. Thumma man, kisha nani? Ummuka, mamako. Wanne amwambia thumma abuka, kisha ndio babako. Mama kapewa daraja ngapi? Kapewa daraja 3. Ibn Battal asema kwenye sharhi yake ya hii hadithi, mama amepewa daraja 3 kwa sababu ya mambo yafuatayo. Mambo haya amehusishwa nayo mama peke yake kuliko baba. Kuna mambo matatu, la 3 ndio wanashirikiana baba na mama, lakini mawili yanamhusu mama peke yake. Kwa sababu hiyo ndio mama akapewa daraja zaidi. La kwanza ni ubebaji wa mimba. Ubebaji wa mimba hili la mama peke yake. Mzee, umemaliza kazi yako, ushampa ujauzito mama, haya tena alele ile mimba. Akila maharagwe asikia kuna mkuki katikati ya kifua, haziliki. Uletewe nini mama? Mimi nitaka pizza. Kiletewa pizza, amekula kipande, asikia roho ya chefuka, haziliki. Sasa hebu mlete mkate, vile mkate ni mkavu na maziwa tu. Ameletewa mkate na maziwa, haziliki pia, amekwenda kuzitapika zote. Akilala kwa ubavu ni tabu, akisema alale angalie juu ni tabu. Kulala kitumbo tumbo hawezi, hubidi asimame atie round kama Safa na Marwa, aenda jikoni, akirudi sitting room nzeo upija koromo tu. Una habari hiyo pati, hakuna anejua tabu yake, anejua mama peke yake. Akasumbuka mpaka tumbo lile limekuwa kubwa, tena huzaliwa. Haya sasa, pirika za kuzaa sio mchezo Sheikh, sio mchezo. Watu waona mambo rahisi haya. Mama kuzaa ile nusu ya kufa ile,
ukifanya machezo yule umekonda zake kikoani. Ni Mwenyezi Mungu mwenyewe awasahilishia. Thumma sabila yassarahu, kisha njia anamsahilishia, kwa sababu kinachotoka ni kikubwa kuliko njia inayotokewa. Lakini Mungu mwenyewe kama alivyosema thumma sabila yassarahu, ile njia akaisahilisha, akazaliwa yule mtu. Ule utungu na kelele zote zile mpaka madaktari wote wakaamka hospitali, utungu ule ameupata ni mama peke yake. Kisha la tatu, mkashirikiana kwenye kulea. Hilo ndilo ambalo mmeshirikiana. Sasa Ibn Battal asema kwa haya mambo matatu ndio mama akapewa daraja ya zaidi kuliko nani? Kuliko baba. Na pepo tukaambiwa aljannatu tahta aqdami al-ummahat, iko chini ya nyayo zao. Ukiitaka pepo, nyenyekea, mfanyie wema, msikilize na umtii katika jambo ambalo si la maasi. Leo imekuwa mzazi wako Muislamu humtii, na Mungu akwambia hata akiwa kafiri, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, wa in jahadaka ala an tushrika bi, akikulazimisha mzazi unishirikishe, fala tuti'huma, usimtii. Lakini umpige makonde? Hapana. Wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, kana wao duniani kwa wema, kana wao. Mengine ambayo wastahiki kuwafanyia wafanyie, la ushirikina la kwenda kinyume na dini la, lianahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, hakuna kumtii kiumbe kwenye jambo ambalo lina muasi muumba. Tii wazazi wako ndugu yangu katika iman, ili uwe ni mwenye kutekeleza haki alizoziweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, miongoni mwao ikiwa ni kuwatii wazazi wawili. Katika hadithi nyingine ya kuthibitisha ubora wa wazazi na kuwatii kwao ni hadithi ya Jurayj ambayo iko kwenye Bukhari. Jurayj alikuwa ni abid walaysa alim, hakuwa msomi, alikuwa ni mcha Mungu. Na pana tofauti ya mtu ni msomi na mtu ni mcha Mungu. Tumefahamiana? Unaweza ukawa msomi na hapo hapo ukawa mcha Mungu. Tumefahamiana? Lakini nataka tujue tofauti, msomi bila ya ucha Mungu na mcha Mungu bila ya usomi, nani bora? Na nani ampinga somo? Mcha Mungu hana usomi, si msomi. Na kuna mwingine ni msomi lakini ucha Mungu wake ni ule wa kawaida. Yupi bora katika na mcha Mungu? Tayib, jawabu ya sawa kwa mujibu wa dini, msomi ndio bora kuliko mcha Mungu. Tunasema kivipi sasa? Naam, kwa sababu akiwa mcha Mungu faida ni yake peke yake, lakini akiwa msomi faida ni yake na kwa nani? Na kwa wengine anapoelimisha watu. Sasa ukiwa mcha Mungu uswali umefanya sijida kama chapati alfajiri, utatufaidisha na nini sisi? Hayo yako utakuwa wewe ushaandikiwa kwenye mafaili, una maswala na masaumu na maadhkar. Tunaelewana vizuri? Lakini msomi ambaye si mcha Mungu atatuelimisha sisi. Yale maovu aliyokuwa nayo tutamwatia mwenyewe, atapambana na Mola wake, lakini itakuwa tumefaidika na yale ambayo aliyokuwa. Sasa Jurayj alikuwa ni mcha Mungu, si msomi. Na ukiwa ni mcha Mungu tu huna usomi, mengi yatakukuta ya maafa. Yule aliuawa kwa sababu ya nini? Ya jahal. Kwa sababu si msomi ndio maana kauawa. Angekuwa msomi asingeuawa. Yule aliyeulizwa na yule muuaji wa watu 90 na ngapi na 9, naweza kutubia mimi nimeua watu 99, kwa sababu si msomi, hana elimu, akajibu ni huwezi, akala ipanga. Lakini angekuwa msomi angeepukana na ipanga, angeambia kwa nini bana, yaweza bana. Tumefahamiana?
Sasa Juraij alikuwa mcha Mungu lakini si msomi. Siku hiyo yuwasali, mamake akaja akamuita Juraij. Juraij kimya, akawa yujiuliza kwenye swala yake, nimsikilize mama au niendelee na swala? Ipi bora, kumsikiliza mama au kuendelea na swala? Uchamungu wake na elimu yake, kwa kuwa ni mcha Mungu, akaona swala ndio muhimu kuliko nini, kuliko kumuitikia mama. Juraij akaendelea na swala yake. Siku ya pili mamake akija akimuita Juraij haitikii, akampata tena yuwasali. Yule mama hajui kama Juraij yuwasali. Juraij akajiuliza tena, hewe mara ya pili, jana na leo, sasa lakini swala nivunje swala? Hapana. Akaendelea na swala Juraij. Siku ya tatu vile vile mama akasema, wewe sina kuita usikii? Basi Mungu hatokuua Juraij mpaka utapata fitina ya wanawake wachafu. Na Juraij alikuwa ni mtunga mbuzi, ana kijimsikiti chake mwenyewe kidogo hivi, pahali ya kufanya ibada. Watu wamemtukia Juraij kwa sababu yuko kwenye mstari wa sawa. Wakamtuma mwanamke ambaye ni mzururaji atembee na Juraij ili jina lake liharibike. Mwanamke akaenda mbio kumshawishi Juraij, wapi? Akafeli. Akaona itakuwa ni aibu mimi niende nikaseme kule maskani kwa jamaa kwamba nimeshindwa kulala na Juraij, uzuri nilio nao huu. Sasa mwanamke akaenda katembea na mtunga mbuzi pale, akabeba mimba. Mara tumbo lile, watu, mtoto wa nani huu? Kwamba huyu mtoto wa Juraij. Huyu Juraij mcha Mungu Jamaa wakamfuata, wakamvundia msikiti, wakamkata na makonde. Hadithi iko kwa Bukhari. Mara mfalme akatumana, muiteni Juraij aitwe. Akaletwa pale, akapita kwa wale wanawake, akaona wansimama pale. Juraij akasmile. Mfalme akamuona akicheka. Akamwambia, Juraij, mbona umefanya hivyo? Akamwambia, mimi si mtoto, si wangu. Akamgusa kwenye kitovu Juraij, kwenye tumbo. Akamwambia yule mtoto, man abuka ya babusu, ni nani babako? Mtoto akazungumza akasema, abi ra'il ghanam, babangu ni mtunga mbuzi. Watu wote pole bwana, tumekuvunjia msikiti. Wakamwomba msamaha pale, tutaujenga. Akamwambia, ujengeni vile vile, sitakujengewa kwa adhabu. Juraij warudi zake, alipokuwa na wale wanawake akacheka. Akaulizwa, mbona wacheka? Umeona hawa wanawake ambao ni wenye kujiuza? Akamwambia, naam, hakika nimekumbuka kwamba haya yaliyonikuta ni dua na maapizo ya mamangu mzazi. Aliniambia, hutokufa mpaka utapata fitina ya wanawake hawa wachafu. Ndio haya leo nifika haya. Tumefahamiana mpaka hapo. Pengine swali litakuja, ustadhi umetutolea kisa, dalili iko wapi hapo? Dalili, Al-Hafidh Ibn Hajar yasema, wa fil hadithi, kwenye hii hadithi ya Juraij pana dalili ya kuonyesha ni mtu atakiwa atangulize kumjibisha mama kuliko kuswali. Na swala iliyotaja lakini ni ya sunna. Swala ya sunna. Juraij alikuwa akiswali swala ya sunna. Kwa hivyo Ibn Hajar akasema, pia swala ya sunna na mamako amekuita ana babako waswali sunna, vunja. Pia baada ya kujua hali ya mzazi wako. Kila mmoja ajua wazazi wetu. Kuna wazazi wengine kidogo wazito wa kitabia, muamala wao na watoto si mzuri. Sasa ukimjua mamako ni mtu wa kutafuta hii, ndio aanzishe vurugu na wewe, sio? Tafute balaa. Ibrahim pale labbaik, kasikie. Madamu waswali sunna. Tumefahamiana. Ikiwa wajua ni mzazi muelewa, wenyewe wanasema understanding. Tuna kizungu sasa anware. Endelea na swala, kisha baadaye mwambie afwan, ilikuwa na swali. Naam, wasemaje? Tumeelewana vizuri. Tayib, hadithi hii inathibitisha
ubora wa hebu imagine Mungu aruhusu uvunje swala hata kama ya sunna. Mtu akiswali swala ya sunna ya faradhi huwa zungumza na nani? Na Allah. Hebu imagine Mungu atoe ruhusa uvunje mazungumzo yako wewe na yeye kwa sababu ya mzazi. Ni mzazi, ni mtu mwingine, ana cheo. Sheikh, wacha machezo. Leo sisi huitwa na wazazi wetu na ukawa huna lolote, ushishie simu wachati Muhammad naja kaka pale pale. Huku swala tupewa ruhusa tuvunje, wewe huwezi kuvunja chati zako na mwingine kwa sababu ya mama yokuita. Ni mapungufu katika kuielewa dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni hadithi ndugu zangu katika iman inayothibitisha ubora ya wazazi wetu, na nyingi katika dalili zinazoonyesha hivyo. Ni maudhui maarufu inayojulikana na kila mmoja kwenye kuhusiana na hawa wazazi, namna ya kuishi na wao, namna ya kuamiliana na wao, kila kitu uweke pahali pake. Hii ni nukta ya kwanza au sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili ambayo tumesema ni haki za watoto kwa wazazi. Kwanza kabla sijaingia, kuna kisa kimoja nilikiona kwenye kitabu cha Birrul Walidain cha Ibrahim. Pia ni aula tukifahamu hichi, kuonyesha namna gani malipo yanavyokuja mtu akikaa na wazazi wake vibaya. Bwana mmoja alisema, niliamua kufanya research mimi ya kumtafuta yule ambaye amepita mpaka katika kuasi wazazi wake, amepita mpaka. Sema kazunguka mara ghafla nikampata kijana amemfunga mtu mzima kamba ya shingo, na huku amebeba chenye kuchapa, akimchapa yule mzee na huku mpandisha majabali. Mzee amechoka taabani. Yule bwana akamwambia, wallahi la barakallah, Mungu hatakubariki wewe mfanya mtu mzima hivi bwana. Akamwambia, basi kwa taarifa yako, innahu abi, babangu mimi. Yani kama mama yake, usishangae. Wewe umeshangaa, pengine umeona ni mtu wa kando, sio? Sasa mimi nakuongezea, zidi kushangaa, innahu abi, huu ni babangu mimi mzazi. Au umechia fora. Research yangu nishamaliza. Alikuwa nikimtafuta ambaye amekuwa na uququl walidaini kupindukia. Wewe mmekupa kikombe leo. Akaambia, nam innahu abi, ni babangu, na haya ninayofanyia mimi kana yafalu bi abihi, ndivyo alivyokuwa yeye akimfanyia babake. Wa abuhu kana yafalu bi abihi, na babake huyo naye ndivyo alivyokuwa akimfanyia babake. Jaza mwenyewe mpaka mwisho huko. Ina maana gani? Ina maana ukitaka kuheshimiwa na watoto wako lazima uonyeshe heshima kwa wazazi. Tuna wengine tuketi na wazazi wetu, lazima mtoto wako akinuka aone muamala mzuri. Yaani akikuona ile asubuhi umeamka, umetoka msikitini, ukiregea mama ashaamka ama babu yuko pale ndo apewa kahawa yake, namna unyenyekevu. Kama Muhammad ibn Sirin, huyo alikuwa akionekana kwa mamake ameketi. Mmoja aliingia akamwambia, ma balu Muhammad, Muhammad ana nini, mbona ni mgonjwa leo? Ambiwa akiwa kwa wazazi wake ule unyenyekevu utafikiri ni mgonjwa. Hebu niambie wewe unyenyekee mpaka mtu akikuona aseme wewe taabani, ni unyenyekevu wa kiasi gani? Sasa watoto wako waone baba amerudi kutoka msikitini alfajiri, amekaa mwanzo vile alivyomsalimia babu, ameinama, kamshika mkono, akambusu na kichwa. Vipi babu, memkaje, wasikiaje, umefanyiwa kahawa? Bado. Mariam, natoa order, mbona mzee bado hujamfanyia kahawa yake? Wanda kumchukulia, vipi, dawa umekula jana? Nimekula. Umjulie. Yani wale watoto sasa ndo wavaa wapeleke skuli, waione ile picture.
namna baba yao anavyokuwa mnyenyekevu kwa baba. Na wewe ukiwa mtu mzima bila shaka watakuheshimu tu, lakini watoto kungoja kwenda skuli, mara wamsikia mamako kuita nani Ali, hebu kidogo, ngoja watoto watachelewa bana, wewe si uko hapa kama nchai utapawa tu, amezidi sasa bana. Wale watoto wasome ile picture ile. Ndio haya ya kupandishana kwenye majabali na makonde, mwisho waambiwa babangu, na hii kazi ninaomfanyia yeye alimfanyia babake, na babake yeye akamfanyia. Tukae na wazazi vizuri, muamala uonekane, kaa naye mpaka mwisho, umteremshe bismillahi wa ala sunnati rasulillahi. Umemaliza pati ya kwanza ya kumtii mzazi wako, ama ndo basi? Bado kuna kumtii mzazi baada ya kwamba mzazi amekufa. Mtume ametufundisha kwenye hadithi, kwanza ni kuwa mtoto mwema, hapo utakuwa unamheshimu mzazi wako. Pili, uwapende marafiki ya wazazi wako, kama alivyofanya Abdullah ibn Umar alipomwona bwana mmoja atembea, akaenda mbio akampa kipando chake, akampa na kiemba pia. Akirudi watu ambia, mbona umefanya vile? Ambia, naam, yule alikuwa rafiki yake Umar bin al-Khattab, na nimemsikia mtume akisema inna abarra albirri silatu wuddi abihi, au kama qala, hakika kumuheshimu babako na kumtii babako ambako ni kukubwa zaidi ni kuunganisha urafiki wa marafiki ya babako. Wajua hapa msikitini kulikuwa na fulani, imamu alikuwa ni rafiki yake mzee chanda na pete wanavyosema wenyewe. Ukitaka kumtii babako baada ya kwamba ashakufa, unatakiwa umpende huyu imamu. Tuko pamoja jamani? Naam, ndio kumtii babako baada ya kwamba babako amefanyaje, ameshakufariki au wazazi wako wengine. Haya alikuwa nimeyasahau na mengi ambayo tumeyawacha, lakini kwa sababu ya wakati itakuwa tumefika kwenye nukta ya msingi. Tukija kwenye sehemu ya pili, haki za watoto kwa wazazi wao, hili la msingi sana, kwa sababu ikiwa haki zetu sisi, haki za wazazi kwetu ni jambo la julikaniwa, hata na mzuka wa kupindukia ajua hilo, na hatuzitekelezi na tuzijua. Takamunielewe, ikiwa kuwaheshimu wazazi na kuwafanyia wema ni jambo twalijua na tuna mapungufu, je ambalo hatulijui? Mapungufu makubwa zaidi. Kwa hivyo lazima tujue sisi kama wazazi, watoto wetu wana haki zipi kwetu. Jambo la kwanza, ni kuhusiana na kile kisa cha Umar. Umar bin al-Khattab yuko kwenye majlisi yake, na majlisi ya Umar kumetokea vitu vingi. Amekaa na wenzake, mara ghafla kaingia baba, amemshika mwanawe, amempeleka mbele, akamwambia zungumza naye, huyu haniheshimu mimi, hivi na hivi. Baba akashtaki. Alipomaliza, Umar akampa nasaha yule mtoto, fanya heshima, huyu ni babako, huyu ni hivi na hivi, akampa nasaha. Alipomaliza mtoto akamwambia, nina swali ya Amirul Mu'minin. Hauliza. Akamwambia, hakuna haki zetu kwa hawa wazee, ni wao tu wanazo kwetu? Akamwambia, ziko. Akamwambia, naomba kuzijua. La kwanza, Umar akamwambia, an yakhtara lahu husnul ummi, amchagulie mama mwema. Hiyo ni haki yako ya kwanza kama baba kumfanyia mwanao. Lakini hapa koja swali, wamchagulia vipi mama na ashazaliwa? Hapa wanazuoni wasema haina maana ashazaliwa, ni ina maana kabla hujaoa, yule mtoto atakayekuja uhakikishe umemchagulia mama mwema. Na mama mwema ni yupi? Mtume ashaueleza, tunkahul mar'atu likam liarba. Akaenda kisha akaja, fadhfar idhati dini taribati yadaka, mwenye dini 5 salawat, mwenye kujistiri,
mwenye heshima, mwenye adabu, mwenye kuheshimu wazazi wake, mwenye kukaa nyumbani kwake, msafi, mpishi na mengineyo, kila linaloingia katika uzuri wa mwanamke. Lakini zaidi, fadhfar bidhati dini taribati yadaka, mchagulie huyo kuanzia na mwanzo. Ukifeli tayari ushamkosea mtoto wako atakayezaliwa, kwa sababu itakuwa wewe ndio sababu ya kumleta yule mama ambaye hana malezi kwake. Na ndio watoto wengi, Mwenyezi Mungu awaongoze watoto wetu na wenzetu, wamepotea kwenye barabara sawa. Ukipeleleza sababu ni hiyo. Wewe umeangalia nyusi za mwezi wa Mwandamo, uliangalia nyusi wewe kwenye kihonda chako kipikipiki, mara fanya hivi umepishana na msichana, unaona kitu kile, achana nacho, unaona kitu, wamjua alivyo. Ukifika nyumbani kule, mara umemwanzama na Honda, umemjua alipoingia, ukuja nyumbani, mama leo nataka ukanipelekee maneno posa. Wapi? Pale fulani. Waambia mwanangu pale sipo. Mama hata usizungumze kabisa, siwezi sikiza mtu hapo kabisa. Mimi ndiye tena mimi ndiye ninayeoa. Waoa ni wewe ama ni mimi? Ni wewe bwanangu. Lakini pia pale ile nyumba si nzuri, na yule msichana si mtu mzuri. Kama huamini ngoja nikuulizie. Akauliza mama, nikawa ni kweli. Na hapa kuna msiba mwingine pia. Na kuna wengine hutiana kwenye mashimo. Kutiana kwenye mashimo, ukiulizwa zungumza haki. Na wala ukizungumza haki haiwi kwamba huo ni umama au ni tabia za kike. Wajua tusichanganye dini na umaskani na mazoea na uswahili. Dini ni kitu kando, na uswahili na mazoea na umaskani kitu kando. Leo wewe waweza kushauriwa, imamu waweza kunishauri, Sheikh Ali salamu alaykum bana, ama akamwambia somo pale, somo salamu alaykum bana, mimi kuna bwana mmoja aitwa Ali, ameleta maneno nyumbani kwangu, amtaka binti yangu, na yule bwana mimi simjui kusema kweli, lakini nakuona uko karibu naye sana, hebu pengine wamjua vipi weza? Ali, pale umefika Sheikh, umefika pale, na wasiwasi kabisa. Yani wewe mpe tu, hata usifanye wasiwasi. Mimi nakwambia, mimi namjua mimi yule, wewe mpe tu. Kumbe soma amemdanganya mwenzake. Ni makosa, kwa sababu mtume yalimkuta haya na kabainisha wazi. Alipoulizwa na mwanamke aliyemaliza eda, amekuja fulani na fulani kunitaka, wasemaje? Mtume akamwambia wazi, fulani wa kwanza hafai, ni swaluk, hawezi kukuangalia. Sio hawezi kukuangalia, mahitaji yako pia kawaida hawezi, hana uwezo huo. Na huyu wa pili sio mchezo, hachivacho makonde kiyama, nyeupe kabisa. Huyu wa pili apiga na mkono. Sasa amwambia kubali kuolewa na Zaidi. Huu ndio Uislamu. Ukiulizwa na mwenzako na mtu wamjua, sema wazi bila kunini, vipi kuhusu fulani? Wallahi Sheikh, sikushauri, kwa sababu yule bwana ana tabia 1 2 3 na ni rafiki yangu na mfahamu. Tumeelewana? Ndio dini na ndio usawa. Na ukifika kwa mwanamke, ukiulizwa na jirani yako, mwanangu ataka kwenda pale fulani, vipi yule msichana? Mwambie wazi, pale sipo, yule msichana ni mvivu kupindukia, akiamka mapema saa 6 kwanza. Mwambie mwenzako kweli bana, hakuna haja, bora tu sasa na wewe pia usitongee watu. Ushakwambia fulani si mtu mzuri hivi na hivi, sijakwambia uende ukamwambie mwenyewe. Sasa hiyo ni tabu nyingine nao. Mara umeketi maskani usikuzia rungu la kitu umekula. Nini ama mkula ngumi? Chana wacha, waniachana na mimi wacha. Chana mjinga sana huyu jamaa huyu. Na makanzu atoa darasa sijui nini afanya nini? Siwajua mimi kuna ule sister du pale, sister du tele. Ilikuwa nika hivi basi ndio mnoko kama nini bwana huyu. Ankuwa mnoko sasa yule. Yaani kufuata dini ni unoko.
ankwenda. Nadhani hao jamaa wamuuliza. Sasa yeye hazungumzi kwamba ni dini, yeye azungumza kiumaskani. Tumeelewana? Azungumza kiumaskani. Si yule buda pale amuuliza, sasa wewe, mimi mtu wako wa karibu, majirani, umeulizwa, yani usiseme tu jamaa yuko fresh. Sisemi yuko fresh hata siku moja, tasema hafai, na ndio usawa huo. Sasa wewe nikikwambia somo, usiende kutaja pale, mwenyewe ankuja baada ya siku mbili, sasa mzee sema tena ondoka, sitaki kukuona hapa. Vipi mzee? Ule Kristojua habari zako imamu ameniletea zote hapa. Imamu mwenyewe aghani hapa wati, ni mara sikia amekula kofi. Ibalai ya Mungu tena. Tumeelewana Waislamu? Lazima tuende ni kidini, tusiendane kimaskani. Wewe ushaambiwa sasa, wewe nkuaua kimpango ile kibajuni ile. Wallahi khairi, tuzungumza naye bado. Tumezungumza naye binti, lakini sasa ndio hivyo, yani asema nataka kusoma sijui. Wajua tena watoto siku hizi. Wacha amesema tumpe paka kesho. Utamsikiza ikiwa ni khairi yako, usifanye wasiwasi mwanangu. Kama ni khairi yako, lakini lako wapi? Ndivyo Waislamu wanavyoishi hivyo. So anza kutaja kwa nimeambiwa bwana wavuta bangi. Kisha anambia wewe, nasikia wapiga watu vipanga kweli? Umesikia habari zako? Mimi nasikia wanyoa watu kweli kweli. Usifanye hivyo. Tumeelewana Waislamu? Tayeb. Sasa haki ya kwanza ni kumchagulia mtoto wako mama mwema kabla hujaoa. Ukishakuambiwa na mamako au babako, mwanangu, ile nyumba sio, kubali tu sio, uangalie kwingine. Lakini usikii mimi sitaki, mimi nampenda yule mtu hivi na hivi, nimepomuona tu nimempenda yule hivi na hivi na hivi na hivi. Sawa. Haya, lini twende? Hata leo bwana, hata unamwachelewa iza kaenda mtu mwingine bwana, wahini basi leo bwana. Watu wakafunga safari wakaenda, kifika pale wakazungumza, wamekubaliwa harusi hiyo. Harusi tayari haya, baada ya mwaka ashazelewa mtoto. Kumbe mama sie ni mtu wa TikTok, ni mtu wa kujiuza, ni mtu wa kuzungumza na mwanamume huyu mara huyu. Akiamka mapema saa 5, ukitaka kukuliwa mpaka saa 9, 10 huko usiku. Yeye mavipindi tu, kichwa kiko wazi. Akitoka kwenda dukani hajitandi, na akijitanda huweka tu kama kilemba, shingo yote iko wazi. Sasa wewe niambie, yule mtoto wako tena awe wa kike, umemwelekeza nini? Ushafeli hapo. Kilichokufanya ufeli, haukujua haki za mtoto kwa wazazi wake. Ungelijua pengine kuanzia leo, kama ushasikiza hii darasa, nikiwa bado pia hujaoa, basi utayatia kilini haya. Mwambie nataka kumchagulia mwanangu mama bora. Na kwa upande wa mama pia ni hivyo hivyo. Mchagulie watoto wako baba bora. Akija pale ni wa dini, idha jaakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Pia tazama dini. Usiangalie ni handsome, ana nyele singa, ni mweupe, na amekuja na amepaki ndinga hapo, watu wote dirishani. Unaona? Nadhani Prado ile, tena new model sawa. New model ile imekuja. Mpeni tu yale leo unaeleza somo hili. New model hiyo. New model ana pesa kama njugu. Watu wa maskani wakwambia kama njugu tafuna basi. Mara mwaka tu shekhe. Kumbe si mume, hana cha swala, huja saa 8 za usiku na hana kazi za usiku. Mara mwanamke huyu, mara yule, mara hivi, mara umeregeshwa na mtoto na pesa za masurufu hakutumii. Sasa mmebakia wanaume. Wallahi si watu, wanaume watu. Wewe ndio ulichagua ambaye sie. Ulichagua ambaye sie wewe mwenyewe. Usikoroge watu wote. Na kuna wanawake si watu, ni watu wanawake. Wewe ndio ulichagua ambaye sie. Wala haina maana hakuna mapungufu. La, kwa wanaume kuna mapungufu yao na kwa wanawake kuna mapungufu yao, kwa sababu Mtume ashaliweka wazi hili. Isipokuwa tu mapungufu yasiyo ni mapungufu ya kupita mpaka. Tumefahamiana? Omar amwambia baba, amwambia mtoto, haki yako ya kwanza kwa huyu mzee huyu ilikuwa kuchagulie mama bora. Akamwambia sawa. La pili,
Mbili, akamwambia kuchagulie jina zuri. Sawa, ili pia ni haki ya mtoto, ukinapomzaa pale uchague jina ambalo ni zuri. Kisha kwenye jina zuri, siku hizi kila mmoja ataka majina ya uniki wenyewe wanavyosema, likitajwa mpaka uwe umesoma somo la tajwidi, au sivyo? Halitaji hivi hivi, waweza kusikia jina ukasikia khabta jina hilo, jina hilo la mtu. Sasa sawa, angalia dini yetu imepanga majina. Bakari Abu Zaidi ana kitabu anakiita Tasmiyatul Mauludi, majina ya kuita watoto. Kisha kaeka majina mazuri, majina yanayochukiza, majina ambayo hayafai. Kisha kila jina akalekea maana yake, ili ukimuita mtoto wako jina ujue maana, usichague tu ule ile sauti fulani. Kwa mfano, wacha tutoe mfano, lakini sitotaja hayo majina, sitaje hayo majina, kwa sababu mkitaja pengine mtu mke wake yuaitwa jina hilo, ama mtoto wake na shakuwa mtu mzima, ama dadake awe sasa kwenye darasa hana raha maskini. Kumbe maana yake ni hiyo. Hiyo ushapita, umemuita, imepita hiyo. Tayeb, siku moja nilipanda gari bwana, sio mchezo, wana gari wakapanda watoto wa skuli yao. Mara nasikia mmoja kule mbele amuita mwenzake ya kwamba pengine alipe, yani pesa fulani lipa. Hilo jina lomuita, Allahu akbar, maana yake Kiswahili ni msichana mkware. Maana yake nini? Yani msichana ambaye hasikii, na sio kwamba ni la kubandika, jina lake hasa. Lakini sasa kuna wale kina sisi wale walipolisikia wengine, nani wewe, amna kile jina zuri, kumbe maana yake matope kabisa. Lazima uwe na hadhari pia hilo. Wakati ukipata tu mtoto, njoo kwa imamu aulizie, tafute jina gani, maana yake ni nini. Tumefahamiana Waislamu? Ili ujue wamuita mtoto wako hivi. Na kuna jina lingine pia wasichana wengi waitwa, maana yake hilo jina ni ugonjwa. Kuna ugonjwa fulani humpata ngamia. Bakari Abu Zaidi asema hili jina ni ugonjwa fulani humshika ngamia sana huo ugonjwa. Lakini utaona msichana wa Kiislamu huitwa hilo jina, lakini likitajwa hizo harufu zilioko hapo, utamtafuta huyo msichana nani, taratibu somo liata. Hapana bana, itakuwa si vizuri bana. Pengine kuna mtu mke wake aitwa hivyo hapa, itakuwa sasa nishamtia unyonge, au sivyo? Itakuwa nishamtia unyonge. Na imamu utawatolea darasa mara nyingine wafundishe mambo ya majina inshallah. Na kama kwa mfano jina Ahlam, wasemaje ukilisikia hilo? Na zuri, lakini maana yake mbovu. Maana yake ni mbovu. Na kuna jina lingine limetajwa, limenitoka, lakini amezungumza kwamba ni sampuli fulani ya mti hivi, yani mchungu na uko kitu kama hivyo, na watu waita hayo majina. Lakini hii ni darasa kusema kweli kamili ya kuelezewa mtoto yuko kwenye tumbo la mamake mpaka kuzaliwa, kitu gani afanyiwe, kitu gani mpaka kwenda juu. Umar amwambia miongoni mwa haki zako uchaguliwe jina zuri, na ametaja Bakari Abu Zaid majina mazuri. Na kuna jina likitajwa utaona ni baya, kama kwa mfano Nuha. Jina Nuha, msichana aitwa Nuha, jina gani sasa hilo? Nuha jina zuri sana. Inna fi dhalika la ayatin liulin Nuha. Nuha manake ni msichana ana akili ile mbaya sana. Ama jina la Afifa, jina zuri.
na maana yake nzuri. Afifa manake ni msichana anayejistiri, anayejihifadhi, mwenye heshima yake. Afifa, sikubandika tu jina huyu mwajua aitwaje huyu aitwa boy, ukalibwaga pale, kila mmoja akafanya kisuzi hilo jina. Tumefahamiana Waislamu? Tayeb. Kwa hivyo haki ya pili ni kwamba amchagulie jina zuri. Chagulie jina zuri, mathalan Abdallah, Abdurrahman na mengineyo katika majina ambayo ni mazuri. La tatu katika haki yako mwanangu ni babako atakiwa kufundishe dini, kusomesha Qur'an. Mtoto amwambia Omar, amma ummi, amwambia Umari sasa, amma mamangu mimi ni mzururaji. Huyu mzee ndio alikwenda akamuoa huyu mzee, huyu ndio yale tunazungumza hapa. Amuona ana share kama kikoto cha madarasa, kwa nyuma huko kimetirizika paka kwenye kisigino. Akiziona zile nyele ama nengeza na kamba yule, tayari achaona kwamba ndo amepata. Huyu mamangu alipomuoa alikuwa ni mzururaji huyu, kisha jina langu mimi amenichagulia jina baya, na Qur'an sijui hata harfu moja. Omar aligeuka kamba yule baba, umekuja kushtaki mwanao hakuheshimu, na wewe ndio ulioanza kutokumheshimu. Ndio yaja hapa sasa haki ya baba kwa mtoto na haki za mtoto kwa nani? Kwa baba. Sasa ukija hapa ndugu zangu katika akida, mtoto utakiwa umfundisha akida kuanzia ni mdogo. Muulize maneno madogo tu, marabbuka Allah, asengeza rabbi Allahu alladhi marabbuka mama Allah. Akishakukua kuwa kidogo kimeongeza fahamu, aina Allah, amwambia fi sama, wamtoa nje kule juu, naona mama kule, Allah fi sama. Ma kitabuka, akida kwanza ni mdogo. Lakini siku hizi angalia, akianukete upijwa kusi ateze bongo flavor, alafu kishakuwa mkubwa akiimba ati kishindo, imam zungumza nayo, mama wamsomesha kweli huyo? Msio leo amsomesha nini mama huyo? Amsomesha kuna nyimbo tu. Sasa hapa kuna nyimbo hapa, wacha fundishwa nyimbo hapa. Nyimbo amezisikiza kwako. Mimi wazazi hao siwaweke kabisa, umramba mtu wazi wazi. Mzee umefeli mwenyewe, blanda umefanya ni wewe. Hapa ni qala Rasulullah na qala Taala na tabia njema. Kama ni nyimbo uteza chakacha sijui kwako, si hapa. Maana mimi nimemleta hapa asome, huona kila kije huimba tu. Ya maana hujaelewa. Sasa ashafanya blanda yeye, atafuta mwenye kumsukumizia. Uyambo. Umafanya blanda mwenyewe bwana. Mtoto umemfundisha manyimbo, ukumpeleka madarasa, umemaili kwenye maskuli, taka kizungu kingi, amekulia hivyo hivyo. Mwanzishe kuanzia na mwanzo, kuanzia ni mdogo. Swala, Mtume asemaje? Muru auladakum lisalati wa hum abna'u 7. Waamrisheni watoto wenu waswali wakiwa na miaka 7. Kwa nini? Tamrinan wa tadriban lahum, kwa sababu ya kuwafanyia mazoezi ya kupenda swala. Hatuelewi sisi sheria ndio tabu yote. Hii tabu ndio ngasema afadhali uwe msomi kuliko uwe nani? Mcha Mungu alafu si msomi. Yani ukishindwa kuelewa dini, blanda zitakuwa nyingi kwenye maisha yako. Leo waweza kumwambia mtu binti mdogo sana, miaka 4, 5, ukamwona naye marikiti, amfundie mikili miwili, kitu awazi. Salamu alaykum Sheikh, vipi hali bwana? Pona Sheikh, jalbabu iko wapi? Mmezidi sasa nini? Salala. Mmezidi sasa nini bwana? Nini? Sasa mtoto mdogo huyu jilbabu ya nini? Mbona upenda sana sunna, manake anza stizai sasa. Lakini ameelewa makosa. Yeye ameelewa kwamba mwenzake kumwambia mbona hakuvaa jalbabu
ni kwamba yuakusudia ni lazima mtoto avae jalbabu. Kumbe yuakusudia mbona hukumvalisha kama mazoea, azoee kuanzia ni mdogo. Wewe uone hawa makafiri wametushinda. Angalia kila jambo, msifikiri wale wanaoinukia sijui akawa maprofesa sijui akawa nini walikuwa wakubwa ndio hapana, kuanzia ni mdogo. Baba hata kama mwanawe mchezaji maarufu duniani, akianza kutambaa tu ana rumu yake, mipira na jazi tele ndani. Kwa nini wafanye hivyo? Wameelewa kwamba kila kitu ni mwanzo. Kila kitu ni mwanzo. Sasa yule mtoto ainukia baba ni mchezaji na yeye ampewa mpira wake. Na kila masaa baba enda naye acheza naye mpira. Rumu yake imebandikwa wachezaji wote. Kitanda kenyewe kinitengenezwa design ya mpira. Lazima ndo pale akiinukia yeye ni mchezaji mpira, mara usikia huyu ni mchezaji bora dunia nzima. Lazima atainukia hivyo. Na huku kwetu takiwa tuwe hivyo pia. Kwanzia ni mdogo, havalishwi jalbabu kwamba ni lazima. Yule bado hajafikia umri wa kuvaa jalbabu, iwavalishwa ili mazoea. Wallahi nakumbuka Masjidi Musa, Mungu amjaze kheri yule mzee. Nilipokuwa Masjidi Musa pale ni imam 2013 hapo 2012. Imamu ana nyumba yake juu. Wallahi kuna mzee mmoja ana kibarobaro chake kina miaka 5. Ilikuwa kipanda ngazi pale. Akipanda pale, akija pale, Imam Ali, sala tayari, alfajiri. Wote kunambia huyo akishakuwa mkubwa atainuliwa kwa swala alfajiri. Atainuka mwenyewe huyo. Kishazoeshwa. Basi baba anavojua kucheza nao wale watoto kijidogo tu miaka 4 5 hivi. Akingoja akimiona chafa mtoto haelewi, fanya fujo enda huku na huku, akamuita akaja akambia nyamaza. Akambia kwa nini? Akambia Allah hataki fujo kwenye nyumba yake, atakasirika. Basi akakaa kimya, tulia. Nini? Mazoea. Sisi tuna mibarobaro na masharubu hasa ufanya fujo misikitini. Na kiambiwa ikawa ntabu pia. Hii tabu wallahi tena. Allahul musta'an. Tayeb, alikuwa tumfika wapi? Naam, shukran. Katika dini, yani akida uanze kuanzia ni mdogo. Masala ya sala na masala ya dini yale ya tabia. Kama ni mtoto wako wa kiume, mfundishe avae kanzu ya sunna, asiwe ni mwenye kuburuta. Kwanza ni mdogo, fundishe kuvaa sunna. Kwanza ni mdogo, mfundishe namna ya kula. Mtume alikuwa akikaa na watoto wadogo katika zile hadithi, ya ghulam samillah, ewe kijana piga bismillah, wa kul biyaminika wa kul mimma yalika, wa hakadha. Wana tauhidi ampanda na Muadhi akaitikia labbaika, akamwambia wajua haki ya Mungu kwa waja wake na haki ya waja kwa Mola wao? Muadhi asema sijui. Basi haki ya Mungu ayabuduhu, ni watu wamwabudu peke yake, wala yushriku bihi shay'an. Sasa mtoto ainukia kwamba ibada ni ya Mungu. Ingekuwa hakuna wenye kuabudu makaburi, lakini wenye kuabudu makaburi tele hawana kazi. Limadha? Akida zao, tauhidi zao hakuna. Yake inukia aona watu wapiga ramli, aona watu waenda kwenye maziara wakishtakia makaburi, na yake inukia kwenye kuabudu makaburi. Kwenye akhlaq vile vile, namna ya kulala, dua ya kulala, dua ya kuamka, kuingia choni tanguliza mguu fulani, kuingia msikitini tanguliza ni fulani, kusalimia watu wazima na kushumu mikono yao. Usianze kufanya watu wamekaa wataka kula, usianze wewe kuosha mkono, waate watu wazima kwanza. Hiyo my friend, ukitaka mwana mwema sio kuanzia chini. Akiwa mkubwa, ikiwa atapotea, wallahi huna lawama kwa Mola wako.
Mungu ajua kwamba mja wangu fulani alijitahidi, lakini mtoto mwenyewe kashikamana na marafiki huko akampoteza. Na mzazi wa aina hiyo tutaelewana sana na tutasaidiana kwenye kumrekebisha yule mtoto, lakini usije ikawa wewe ndio chanzo kisha wataka unipasue mimi kifua kwa kusoma hadithi na aya. Hata siku moja sifanye kazi hiyo. Na ndivyo ninavyowajibu kule. Mama mmoja aliniita ati nikampe nasaha mwanawe wa kike. Nikifika pale, huyo mtoto amekuja kwanza ameketi bila ya mtandio, kajua wazi tu hapa hamna kitu. Kisha akaja na simu hiyo, Imam, hununui mpaka utakufa. Sio mchezo Sheikh. Si simu ya shilingi 20,000, sije Samsung. Simu kikweli kweli, kama akikupa ukipoteza wewe nkulia ukafanya machanga, maana utalipa deni mpaka ufe. Sio mchezo Sheikh. Basi amekuja nayo Sheikh sitting room pale shishia hivi, kisha na kucha zake mwenyewe. Basi sasa wewe mbona ustadhi atakuzungumza naye? Basi nikamwambia kabla sijazungumza naye kwanza mwache, tutamuita, nenda nitakuita. Msumbua bana vizuri. Akairudi ndani, nikamwambia nitakuuliza hii simu nani amempa? Wasema babake ndo anunulia. Na zile kucha, akamwambia asalamu alaykum, kwa heri. Kabisa. Awasemaje so? Sasa wewe utakamingo umempa, mnyime ndo mmempa, basi hakuna neno. Qala taala wewe simu na nini kuipasua kifua? Umempa sio? Khalas, tushamaliza kesi. Sumbuana akili hapa. Lakini kuna mzazi akakueleza namna ninavyofight na watoto wake. Ustadhi, huyu hii ana simu. Ameitoa wapi ustadhi? Mama, hii simu ameitoa wapi? Ustadhi, hapa hakuna mwenye simu. Huyu simu tumemshika nao jana, kumbe amepewa na rafiki yake. Babake amemtandika. Babake ustadhi hakuwa lelea na mambo ya simu. Hii TV ustadhi unavyoiona hapa haiwashwi, ikiwashwa kwa dharura. Huyo utajuazi kweli ni mzazi ajitahidi, lakini ni mtoto amepata marafiki wabaya wakafanyaje? Wakampoteza. Uyambo ukitizia uharibu kisha utafute maustadhi. Ustadhi usimpe nju na sadi zenio. Mwambie mzee, madamu ushaharibu malizia mwenyewe. Wala kwa Mungu sina makosa. Ama pengine kwa kukuonea imani nitampa nasaha, lakini hazitokuwa na nguvu. Wala usiseme sasa wewe ustadhi wa vipi wewe hupeani nasaha. Hizi nasaha pia huleta natija ikiwa kuna sababu za natija. Ni kwamba baba amebana kila mahali, na wewe sasa usimame umwelekeze. Baba amuhimiza mtoto wake akasome. Usubuhi ashamtoa mtoto mwenyewe, mara ashahepa hivi na hivi, mara ashampiga ustadhi, amefika huyu. Utamsaidia maskini mzee, ataka watoto wake wasome maskini. Kila masaa ulizia, mara ashakuja, lakini huu mtoto mwenyewe ndio sijui, Mungu amuongoze. Hebu njoo hapa wewe Ali, utaka nini? Bangalia babako amekuja, ankuja kuulizia madarasa kama umekuja, ama utakuwa na hamu. Lakini wewe klasini kifanya hivi, Ali ghaib kwa simu, mzee waje kulikuwa na nini, walisafiri wao, nadhani pengine August, pengine ndo atakuwa amerudi, atakuja. Kisha wao nimpe nasaha ati afanye bidii kwenye kusoma. Hapana ustadhi, hii dini tusipeleke hivyo. Tupelekeni kila kitu kwa wakati wake, ndugu zangu katika imani. Tayib, munasaba huu ni kwamba kwenye kisa cha Umar tumestafidi kwamba mtoto haki yake miongoni mwa haki ni kusomeshwa. Ndivyo sivyo? Wewe kama mzazi uliyekaa kusikiliza huu muhadhara, watoto wako wako vipi madarasa? Wasoma madarasa gani? Kwanza ujue madarasa wanaosoma. Isiwe madarasa ni madarasa yoyote, maana tunao tabia hizo sisi. Ikifika kwenye hospitali hutafuta hospitali nzuri. Na umwana shingo hapa toka na juzi sijui ni mshipa. Kuna specialist wote wamjua wa mishipa, wamtafuta kumbe ambaye ni mzuri, umpeleke mwanao. Ujipeleke wewe mwenyewe ukaangalia afya. Kwenye skuli ukaangalia skuli ambayo ina performance, ina security, chakula chao ukaenda mpaka jikoni ukakionja.
masomo yao ni vipi? Hapa ndipo haya. Ngapi fizi? Watoka mbiwe 30 ukazitoa. Ati madarasa, utakatumasi madarasa. Hakuna madarasa hapa karibu. Iko kwa nyuma hapo. Ampeleke. Pelekwa pale. Assalamu alaikum. Vipi madarasa huyu mwalipa ngapi fizi? Fizi shilingi 500. Kaa hapo, mpe juzuu. Ajulikane uko klasi gani wala amefika juzuu gani. Tutakuwa masuli sisi mbele ya Mwenyezi Mungu. Wallahi Sheikh wa Islam, tutakuwa masuli sana. Tayib, hapa kuna madarasa hapa ustadhi, ndivyo sivyo? Ustadhi tumesoma naye huyu, tumesoma naye kwa Sheikh Bahero, tena alikuwa mbele yangu huyu. Kina nani Abubakar na Ali na wengineo na kina Anwar walikuwa mbele yetu kabisa. Mimi nakumbuka sisi nadhani tuko awal mutawasit, wao ndio wamaliza thalith mutawasit. Ni mtu tunamfahamu, tumesoma kwa mwalimu mmoja. Lazima tushirikiane naye na tumpe nguvu na tumuoneshe kwamba tuko pamoja. Hakuna la zaidi, ni kuwaleta watoto tu wasome kwa wakati. Na ustadhi usitoe pumzi hata kidogo, hata siku moja. Vile vile wanavyopeleka watu na kwambia hakuja swaliwa, imamu hajatoa salamu, watu wako mabarabarani ngojea sijui nini academy primary sijui nini primary, upita mabarabarani mabasi haya na mabagi, na kwambia wengine usindia wewe Muhammad mundo kusoma nini? Hebu waulize Islam, kule skuli usomeshwa nini? Kile ambacho hakieleweki kuanzia na alfajiri ya Mungu mpaka saa 12 magharibi, huo husomeshwa nini? Mimi mpaka sasa sijaelewa. Nyinyi muelewa usomeshwa nini? Wallahi taabu tu hizi kama huelewa. Mwanzo sahihi ndio husomeshwa uviti mwanzo mpaka mwisho. Mara utoboleche kabichi. Hiyo kabichi sisi la kula nyumbani hachuna. Huo uchuchuma chukueje ukachekacho teve. Tasema mambo gani hao? Mara yoche machoki, mara yoche kuku. Mmesikila paka kwenye kuku. Kuku shekhe, nikununulie kuku mzima. Umpeleke jikoni pale unche kwenye mkebe wa rangi. Unkachekacho chena mache mke pale basi achi hufanya masomo kutetea kuku si masomo. Hata siku moja. Utezewa vyakula na zaidi umpelekwe PE pale mkarukeruke 1030 hizo zimekwenda zake. Na mzazi akija huona raha kweli mwanae amesomeshwa eti. Tena ukija kwa wale vichokoro kule, wale ndio hawasomeshwi uteza. Maana huambishwa wale, haya daddy urukaruka daddy mami yani tamwambia mwenyewe nyumbani daddy na mami. Kwani sijui kusema daddy na mami mimi? Haya umpe cheki kubwa, atapewa kitabu ama karatasi kubwa vile imechorwa apple vile, apewe nakala akete akale. Aliofanya hivi, mara amechafua nguo, mara saa 6 ule nasikia sauti ya mama, mabata wacho wendo nyumbani, imekuisha siku. Usubuhi watu ureuka tena. Mimi usiufanye mambo asitaki hata siku moja. Sasa skuli wayafanya hayo. Njoo uje madarasa huko. Sisi tutakuwa masuli, alafu sisi sema wallahi Waislamu tumetwadhalilika kwa sababu sisi wenyewe tuadhalilisha dini yetu na hatuifuati. Wewe utatumwa fizi shekhe. Ustadhi usindanganye. Na hakika kuna watu tele walipa fizi. Ndio sivyo? Wako. Na kuna watu usoma hawana vitabu. Ndivyo sivyo? Tena vitabu vya madarasa tena shekhe. Yani tutakula ngumu kwa sababu tauliza swali kiakili tu. Kiakili na kiubinadamu. Hii yalipiwa. Kulipiwa kwake ni 10,000. Na hii umeambiwa ulipie kila mwezi. Lakini kulipia kwake ni shilingi 500. Kiubinadamu utaweza ipi? 500, ndivyo sivyo? Kwa sababu ndio rahisi. Lakini maajabu ukija kwa skuli na madarasa, pale penye ghali ndio watu pesa utoa. Penye rahisi akwambia baba anasema hali ngumu. 500 hali ngumu, lakini 20,000 30 zimepatikaniwa.
Vitabu vya skuli huwa ni bookshop nzima, manake ni begi, yule mtoto akilivaa mpaka akilitoa huwa begi moja limekwenda kombo kwa uzito wa vile vitabu. Lakini tizama vitabu vya madarasa, cha zaidi ni msahafu na vitabu viwili vya kuandikia, na utatumwa ile juzuu ya ahsanul qawaid alif ba ta, ile shilingi 50. Umeshindwa shilingi 50 waniambia nifanye subra. Vitabu sijui Foxy, sijui Matemate, sijui maninini, zote umenunua. Tena ukununua hivi hivi na cover umekwambia pale kwa kizungu, sijui msiniteke, sijui kizungu, umekwambia pale lazima ukave vitabu vote, ukavikava, tena ukamwekea na stika na jina, ukamtilia na rula zake na ile nini yake yote, akawa yuko nayo, ukamtilia na kibakuli kina chipsi na kina nini na yai moja, ukamfinikia, ukamtunulia na chupa yake ya maji na begi lake zuri. Ukija huku ndio huja na mifuko chomacho. Alafu nyinyi mtaka watu wanyamazi wasiambiwe. Tusiambiwe vipi? Tutawaambia mpaka kiyama. Wewe unakuja madarasa na mfuko wa tomato na vitabu huna. Watu usomeshwe, ukitizia utongea walladhina kafaru. Maona huko tuaona sikununua kitabu chomozi, sumbua watu tu. Ustadhi kaza kamba na uwaonesha hao wazazi kwamba madarasa ina nidhamu yake, kama vile ambavyo wanafanya nidhamu kwenye maskuli. Na ghiab zikiwa nyingi, mwambie mtu kwamba wewe umeghibu sana, yuwaweza mzazi aje muelewane arekebishe. Hawezi, mwambie tafuta madarasa nyingine. Manake kwa wazazi pia, nikimalizia, mazungumzo ni mengi, kumesilsiliwa hapa. Kwa wazazi udhuru zao zote siku za madarasa. Humsiki mtu amekufa Jumatatu wala Jumanne mpaka Ijumaa. Malakul Maut hafanyi kazi siku hizo. Lakini Jumamosi na Jumapili sio, mzee huo uko round, amefiliwa na khale yake na anti yake, maanti tele, hajulikania ana maanti wangapi, wacho hufa tu. Na harusi pia, watu hawa wane Jumatatu mpaka Ijumaa hakuna harusi. Harusi ni Jumamosi na Jumapili. Wallahi sisi tutakwenda kuwa mas'ul mbele ya Mwenyezi Mungu. Na safari pia haziwi siku za skuli. Leo Jumamosi, leo watu watasafiri na kesho. Hebu biri mtu Jumatatu asubuhi asafiri. Mbona msafiri ama magari hakuna? Nini? Kwa sababu kuna skuli. Sasa tukishaweka sisi wenyewe tukatoa picture hiyo kufadhilisha skuli kuliko madarasa, tutazidi kuangamia na tutazidi kupotea. Mwenyezi Mungu atupe misimamo katika dini na tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kila mwezi atakuwa ni mwenye kufanya nini? Kuhudhuria masjid Taqwa. Wallahi nimefurahi sana. Kwa hivyo ni furaha leo nimeleta ndugu yangu, mwanafunzi mwenzangu, lakini mihadhara itakuwa biidhnillah kama Sheikh alituambia, itakuwa mihadhara. Sasa macho yote itakuwa ni wapi? Masjid Taqwa ni Kigoma. Kwa hivyo inshallah tukisikia hudhuri au mitangazo ya darasa kama haya, wanaoni faida nyingi tumepata kwa nani? Kwa Allah tubali, Allah tufanye kila la kheri. Wala nimefurahi sana na siku nyingi na kaida inshallah Sheikh amenihimiza mengi na kuhudhuria kwetu sisi inshallah. Jazakumullahu khair, na ninyi Mwenyezi Mungu awalipe kwa kuacha wakati wenu na mambo yenu kwa kufanya nini? Kumsikiliza maneno kwamba yenye kujaza
Bahir